Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya mapacha. Kutatua mgogoro wa kindoa. Kufikia tamati kwa jambo fulani. Kushauriwa kitu kitakacho kufumbua akili. Kupata mgeni wa ghafla. Kufanyiwa mahojiano. Nyota ya ndoa. Kumkubalia mtu ombi lake. Kupendezwa na kitu na kukisifia. Kumwamini mtu kwa vigezo vyake. Kuna mtu atajirudi kwako. Kupata hali wasiwasi unapokumbuka kitu au kumkumbuka mtu. Kuiwazia siku ya mwisho au kifo. Kwa baadhi yenu mtakuwa katika hali ya uchangamfu. Kuwa na kazi nyingi. Nyota ya mizani. Utakuwa na ndoto ya kumiliki kitu fulani. Kukatishwa tamaa na mpinzani wako. Mtu atashindwa kukutimizia ahadi yake. Kutolewa posa kwa wachache wenu. Kupatana na mtu uliyetofautiana naye. Mtu atajirudi kwa kukupatia zawadi na kuongeza mapenzi kwako. Kujiinamia kwa aibu. Kuhisi kusalitiwa. Kwa baadhi yenu kuhisi kutengwa na watu muhimu na kujihisi wapweke. Nyota ya nge. Kufikia mwafaka wa jambo. Kuharakishwa kufanya jambo. Utapata ushirikiano kwa mtu usiyemtarajia. Kutubia kosa. Utafanikiwa kutuma nyaraka muhimu na zitapokelewa. Kuhisi ulikurupuka kumjibu mtu. Utachukizwa na mtu mwenye kujifanya mjuaji. Nyota ya samaki. Utaingia katika mgogoro wa maneno. Moyo wako kuwa na huzuni. Kuongea katika hali ya maumivu. Utachukizwa na ndugu mwenye hila. Mtu atajitambulisha kwako ikiwa unamfahamu. Kuongeleshwa na mtu akiwa mwenye hofu sana. Utajua tamaa ya mtu itamfikisha pabaya. Utatafakari kitu kwa muda mrefu. Samaki. Tambua kila kitu kipo kwenye nafasi yake. Kuwa katika njia unayostahiki kupita. Neno la baraka litakuongoza. Nyota ya kaa. Utajitahidi kumwelewesha mtu mwenye ugumu wa kuelewa. Kubisha kitu. Utapatiwa huduma muhimu kwa haraka. Utajilaumu kwa kutokuwa makini kwenye jambo fulani. Kumbukizi za mtu uliyetengana naye zinajirudia katika fikra zako. Kuwazia namna ya kufanya kilimo cha biashara. Mtu atakuwa na nia ya kukusaidia. Nyota ya mashuke. Kuhisi mpenzi uliye naye haumizwi na mapito unayoyapitia. Kuonewa wivu kwa uelewa wako. Mtu atatamani kuwa kama wewe. Kukosolewa. Kufanya mabadilishano ya kitu. Kuapishwa kwa jambo au kuweka kiapo kwa jambo fulani. Kukutanishwa na watu wakubwa kwa vyeo. Kuongezewa kiwango cha mshahara. Kupata pongezi kwa mtu usiyemtarajia. Jiandae kufikia malengo ya kitu muhimu sana. Hatua zako zinabarikiwa. Nyota ya ng'ombe. Kufanya ziara muhimu. Kufika sehemu utakayoonekana ni mwenyeji au mzaliwa wa eneo hilo. Ikiwa ni tofauti na hivyo. Utamsaidia mtu bila yeye kujua. Utamzungumzia mtu kwa ubaya ikiwa hayuko hivyo. Utapata taarifa za kweli zenye kuwahusu watu wako wa karibu. Kupata matokeo tofauti kwa biashara unayoifanya. Kwa baadhi yenu mnapitia ugumu kwenye kupata kazi. Kusumbuliwa na mtu umpendaye. Kushindwa kumalizia jambo kutokana na hali. Kuhangaika kwa suala la uzazi. Nyota ya mbuzi. Kuhisi hali ya unyonge. Utakuwa na uhakika wa kulipa deni. Kutamani siku ijirudie. Kupata ruhusa uliokuwa unaihitaji. Utamuuliza mtu jambo muhimu sana. Utamuelewa mtu kwa matendo yake. Hutotaka kujiumiza kichwa kwa jambo. Utahitajika utoe usaidizi kwa jambo la kifamilia. Nyota ya mshale. Kutafuta mawasiliano ya mtu. Kufanya upelelezi. Kuhisi mtu amekupuuza ila anatafuta ufumbuzi kwa ajili yako.
kujifunza kitu kwa mara nyingine. Utaheshimu nafasi ya mtu kwako. Kuongeleshwa kwa unyenyekevu na mtu. Kuhisi mabadiliko kwa mtu kutokana na matendo yake. Nyota ya punda. Mtu atakusemesha kwa kukudhihaki. Kuwaona watu wakiwa kwenye mjadala wa kidini katika ukosoaji wa kitu. Kumkanyaga mtu bila kudhamiria. Kupata nafasi ya kujieleza kwa mtu. Mtu atajitahidi kuwa mkweli kwako. Nyota ya simba. Kukaa kwa amani kwa kitu unachokifurahia. Kwa baadhi yenu kuachiwa jukumu zito sana la kulishughulikia. Utahisi kukomolewa. Utafanya maombi kwa hisia sana. Kupenda kufanya vitu kwa wakati. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.